Elimika na Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Harijani mtazamaji wa Mahasin TV popote pale ulipo, karibu katika kapu la habari niweze kuwasilishia yale ambayo yameshughulisha chumba cha habari kwa siku ya leo kwa upande wa habari za kitaifa na kimataifa. Mimi ni Rajab Shaaban Matuga nitakayesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje mipaka ya Tanzania tutakuwa naye Nuhu Stima hapo baadaye. Awali ya yote mtazamaji, tuangazie mukhtasari wake. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atengua uteuzi wa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Wananchi mkoani Katavi waomba programu ya madaktari wa Mama Samia kuwa endelevu. Katika habari za kimataifa, taharuki yaibuka baada ya ndege mbili kampuni ya Delta kugongana mjini New York. Na mtazamaji, nikukumbushe kabla ya kuendelea zaidi, mbali na kuifuatilia taarifa yetu ya habari kupitia kisimbuzi chako cha Azam, lakini pia unaweza kuipata taarifa hii ya habari kupitia akaunti ya YouTube kwa jina la Mahasin TV Official Channel. Tuanze habari za kitaifa. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya uteuzi wa viongozi wawili kuongoza taasisi zinazohusika na uendeshaji wa huduma ya mabasi yaendayo haraka hapa nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Katibu Mkuu Kiongozi Balozi Dr. Moses Kusiluka na kuwasilishwa na Sharifa Nyanga, mkurugenzi wa mawasiliano ya Rais Ikulu, Oktoba 2 mwaka huu 2027 jijini Arusha, walioteuliwa ni Saidi Habibu Tunda ambaye ameteuliwa kuwa mtendaji mkuu wa wakala wa mabasi yaendayo haraka DART, akichukua nafasi ya Dr. Athmani Kihamia ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Aidha, Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amemteua Pius Andrew Ngingo kuwa mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART, akichukua nafasi ya Waziri Kindamba ambaye uteuzi wake umetenguliwa. Taarifa hiyo imesisitiza kuwa uteuzi huu unaanza mara moja. Naam, mtazamaji, tukiachana na taarifa hiyo, tunarejea kanda ya Ziwa kutoka hapa mkoani Mwanza. Vijana wanaohitimu elimu ya darasa la 7, kidato cha 4 na kidato cha 6 wameendelea kujengewa uwezo kuepukana na vitendo vya ukatili kupitia kampeni ya Tuambie Kabla Hawajaharibiwa inayoendeshwa na Jeshi la Polisi hapa nchini. Akizungumza katika uzinduzi huo uliofanyika katika wilaya ya Sengerema kwa niaba ya kamanda wa Jeshi la Polisi mkoa wa Mwanza, afisa mnadhimu wa Jeshi la Polisi CACP Gideon Msuya, kampeni hiyo inatokana na mafanikio ya kampeni ya kwanza baada ya kukomesha matukio ya ukatili kwa kiasi kikubwa. Tumesema ile awamu ya pili. Awamu ya kwanza tulifanikiwa kwa asilimia kubwa. Ndio maana kiwango cha alikuwa sema takwimu hapa, kiwango cha makosa hayo ya ukatili kimepungua. Sio kwa bahati mbaya. Kuna watu wamefanya kazi, kuna watu wametoa elimu, kuna watu wamefanya uthubutu wa kwenda mpaka kwenye madarasa ya chini, chekechea, wakatoa elimu. Ndio maana ukatili umepungua. Lakini bado kuna viashiria. Ukatili kwa maeneo mengi. Watu wanasema tuambie kabla hawajaharibiwa. Aidha, katibu tawala wa wilaya ya Sengerema Kathibeti Midala ameelezea umuhimu wa kampeni hiyo katika kuwajengea uelewa vijana juu ya changamoto mbalimbali zilizopo katika jamii kabla ya kujiingiza katika vitendo vya kihalifu. Tunawaambia kwa sababu kubwa mbili. Kwanza, kuwalinda nyie wenyewe kwa kipindi hiki,
lakini tunawaambia ili nyie msije kuwa wahalifu baadaye. Sasa huo ndio uhalisia wa huko mtaani. Tumeona kwamba kuna makosa ambayo yameendelea kuibuka. Kwa mfano, kuna ukatili kwa njia ya mitandao. Tunaona kuna masuala ya maadili, kuna masuala ya ufanyaji wa mapenzi kwa wanafunzi, lakini pia tumeona kuna issue ya madawa ya kulevya. Kwa hiyo tumekuja na hii kampeni ya awamu ya pili, hasa hususan hawa wanaingia mtaani, hawa wanaenda kwenye jamii. Kwa hiyo tunawaandaa ili wakaepukane na masuala mazima ya ukatili. Kwa upande wao, baadhi ya wanafunzi walioshiriki katika uzinduzi huo wamelipongeza jeshi la polisi na kuwaomba wanajamii kuunga mkono na kupokea kampeni hiyo kwa mtazamo chanya. Kubwa tunawaasa watu wazidi kupokea elimu hizi, na sisi kama watu au wadau wakubwa wa elimu tuliyopata leo tutasambaza popote tunapo kwa nyumbani na nyumbani. Sisi wetu tunaomba support sana, na pia hivyo hivyo pia kwa dada zetu walioko mitaani na ndugu zetu wa jamii. Tunashukuru sana na Mungu awabariki sana wote. Asante sana Nuhu Stima kwa undani wa taarifa hiyo kutoka hapa mkoani Mwanza. Mtazamaji, tunatoka mkoani Mwanza na tunatoka kanda ya Ziwa tukielekea kanda ya Magharibi kutoka mkoani Katavi. Wananchi wanaofika kupata huduma za matibabu ya kibingwa na bingwa bobezi katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Katavi wameiomba serikali kupitia programu ya Daktari wa Mama Samia, wameiomba serikali kuendesha programu hizo mara kwa mara ili kurahisisha huduma za matibabu kwa wananchi. Tupate taarifa kamili. Wakizungumza baada ya kufika katika hospitali ya rufaa mkoa wa Katavi kupata huduma za matibabu, baadhi ya wananchi wamesema ujio wa madaktari bingwa hao una faida nyingi, ikiwa ni pamoja kupunguza muda wa gharama wanazotumia kufuata huduma nje ya mkoa. Kwa kweli nimefurahi sana kupata hii huduma hapa. Zamani tulikuwa tunapata changamoto kubwa, hasa upande wa usafiri na uchumi wenyewe ni mbovu, kwa hiyo usafiri ilikuwa ni ngumu. Kwa kweli tumefurahi sana. Tulikuwa tunamuomba Mama Samia angekutuletea madaktari hapa karibu wawepo muda wote hapa. Serikali imefanya jambo la maana kwa sababu si wote walikuwa na uwezo wa kwenda nje kwenda kupata huduma hizo. Sasa huduma zimetufuata kwetu na tumekuwa watu wengi tumejitokeza na tunazipata na tumefurahi na huduma hiyo. Mwanzo watu walikuwa wanaathirika kwa sababu walikuwa hawana uwezo wa kutoka kwenda kupata huduma mbali na hapa. Napenda kushauri serikali iendelee hivi ili wananchi wake waweze kufaidika na huduma za matibabu. Kwa upande wao, madaktari bingwa hao wanaotoa huduma katika hospitali za wilaya na hospitali ya mkoa wa Katavi kwa siku 5 tangu Jumatatu Septemba 29 wameeleza kuridhishwa na mwitikio mkubwa wa wananchi. Tuliweza kuwaona wagonjwa ambao kwa kweli walikuwa ni wengi, lakini walionekana pia wana shida za muda mrefu, na miongoni mwao kuna wengine ambao, kwa mfano idara ya kina mama, kuna wengine ambao tumewabakiza kwa ajili ya kufanyiwa upasuaji, maana inaonekana wanahitaji upasuaji. Mwitikio wa wananchi ni mkubwa. Nadhani hospitali pia iliandaa utaratibu wa kufanya matangazo, lakini pia hospitali wamejiandaa kwa sababu kila idara wao wenyewe watumishi wa hapa wamejiandaa uko nao, ili hata baada ya sisi madaktari bingwa kuondoka kuna huduma ziendelee kwa wananchi. Kwa upande wake, mkuu wa mkoa wa Katavi Bi Mwanamvua Mrindoko awali akizungumza wakati akipokea kundi la 6 yenye jumla ya madaktari bingwa na bingwa bobezi 30 pamoja na wauguzi bingwa 5, amesema serikali inaendelea kuboresha utoaji wa huduma za afya mkoani humo. Na mojawapo kati ya jitihada inayoendelea ni hii ya kuhakikisha kwamba madaktari bingwa na bobezi pamoja na wauguzi kutoka maeneo mbalimbali wanatengeneza timu za kwenda kwenye mikoa mbalimbali kwenda kuendelea kutoa huduma za kibingwa. Zoezi hili ni la manufaa makubwa kwa mkoa wetu wa Katavi. Manufaa yake makubwa ni kwamba wananchi wetu wanapata fursa ya kupata huduma bila malipo na huduma za kibingwa ambazo wakati mwingine kwenye hospitali zetu za halmashauri, hospitali za wilaya, bado ubingwa huo hauja kuwepo. Hii ni jitihada kubwa sana ambayo inaendelea kufanyika. Kupitia programu ya madaktari wa Mama Samia, mbali na kutoa huduma za kibingwa na bingwa bobezi kwa wananchi, pia imelenga kuwajengea uwezo wa madaktari katika hospitali za wilaya na mikoa. Asante sana Hilal Sefuriami kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Katavi. Mtazamaji, tukiendelea kuzitazama habari za kitaifa ndani ya kapu la habari, tunarejea kanda ya Ziwa na sasa ni zamu ya mkoa wa Mara.
Serikali imetenga zaidi ya shilingi bilioni 900 ili kuimarisha upatikanaji wa lishe bora, chanjo na usimamizi wa maendeleo ya awali ya mtoto, hali itakayosaidia kutengeneza afya bora katika mchakato wa malezi na makuzi ya mtoto. Taarifa kutoka mkoani Mara inasimuliwa hapa studio na Zuberi Ngaya. Akizungumza katika semina ya kikao cha utendaji kazi juu ya mpango jumuishi wa malezi na makuzi ya maendeleo ya mtoto, mratibu wa mpango huo mkoa wa Mara Chazi Mashauri amesema mchakato huo utaanzia kwa mama wajawazito ili kumfanya mtoto kuwa na afya iliyokuwa bora. Mama anapopata ujauzito, lishe iwe ya kutosha lakini na iwe bora, ili kusudi kuweza kumkinga, kwa sababu hiyo ni virutubishi vile ni muhimu sana kwa ajili ya ukuaji wa ubongo na kukua kwa mtoto. Malezi yenye mwitikio, na hii imeshakuwa changamoto, ni namna gani ambavyo tunaitikia zile hisia za watoto, mahitaji ya watoto, kwa sababu kuna mazingira fulani mtoto hawezi kaongea, inawezekana akaonyesha kwa ishara zile hisia zake. Sisi kama jamii tunazitekeleza na kujijali namna gani? Fursa za ujifunzaji wa awali kwa watoto wetu, kuangalia kuanzia ile miaka 4 tunamwandaa mazingira na yale ya ujifunzaji kwa watoto, kuhakikisha wanaandikishwa kwenye hivi vituo vya malezi. Aidha, afisa maendeleo ya jamii mkoa wa Mara Bi Neema Ibamba amesema ni wajibu wa kila mmoja kuwajibika katika suala la malezi na makuzi ya mtoto ili kuwa na jamii iliyokuwa bora. Mtoto aweze kukua katika utimilifu, basi tufanye haya ndo malengo mahususi, sawa? Lakini nani atatimiza yale malengo mahususi? Ndio sisi sasa. Kuna watu wa elimu, kuna mipango, kuna yani wametajwa wengi, sawa? Pamoja na nyinyi. Jambo lolote likifanyika, tumeshazoea pale inapoishia, kama ni programu inapoishia, kama kuna mfadhili alikuwepo, kama kuna chochote kinaingia, pale kinapoishia ina maana ndio kinaisha. Wakati pale kinapoishia kwa kuongozwa na labda na taasisi fulani, ndipo kinapoanza. Moja kati ya vitu ambavyo ni vya msingi ni chakula na lishe. Mtoto malezi yake na ukuaji wake unaanzia tangia ukuaji wake unaanzia kwa tumboni. Akifunga semina hiyo, kaimu mganga mkuu wa mkoa wa Mara Sande Kajuna amesema msingi wa jamii iliyokuwa na afya bora inaanzia kwa mtoto, hivyo kuna umuhimu mkubwa wa jamii kuendelea kuelimishana juu ya malezi bora ya watoto. Ili tuweze kuwa na kizazi kizuri, tuweze kuwa na watu imara huko baadaye, lazima tuwe na watu ambao tumewatengeneza vizuri huku kuanzia chini. Na huku tunawatengenezaje? Maafisa ustawi wa jamii, maafisa maendeleo ya jamii, tulikuwa tunazungumza habari za kumlea mtoto na vitu vingine vya namna hiyo. Lakini hapa katikati tukaja kugundua kumbe unaweza kumlea vizuri, ukamlesha vizuri, lakini kama hujamjenga vizuri katika habari za kujitegemea, huko baadaye unaweza usifanikiwe vizuri. Mtoto ni msingi wa mambo mengine yote ambayo tunaweza kuyaona yamechanua na hata kutufikisha katika hali tulivyo sasa. Hatuwezi kujinasua nje ya ajenda ya mtoto. Asante sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mara. Mtazamaji, kwingineko tunaelekea kanda ya kusini kutoka huko mkoani Mtwara katika kukuza ustawi wa wafanyabiashara nchini. Mamlaka ya mapato nchini TRA mkoa wa Mtwara imezindua rasmi kampeni dawati la uwezeshaji biashara ili kuweza kuwatambua, kuwalea na kuwawezesha wafanyabiashara wadogo waliopo katika sekta rasmi na wale wasio kwenye sekta rasmi. Kwa mara nyingine tena Zuberi Mgaya anarudi kwa masimulizi zaidi ya taarifa hii. Akizungumza katika hafla hiyo iliyofanyika kwenye ofisi za TRA mkoa wa Mtwara, meneja ya mamlaka ya mapato Tanzania mkoa wa Mtwara Maimuna Khatib amebainisha malengo makuu ya kuanzishwa kwa dawati hilo kwa wafanyabiashara waliopo katika mkoa huo. Majukumu makuu ya dawati hili ni kuwatambua, kuwalea na kuwawezesha wafanyabiashara wote walio kwenye sekta rasmi na wale ambao wasio katika sekta iliyo rasmi, hususan vinavyohusika na sekta isiyo rasmi pamoja na taasisi za kifedha, kwa lengo la kuweka mipango ya pamoja ya kutoa huduma kwa wafanyabiashara na kuhakikisha wanakuwa kiuchumi kwa njia endelevu. TRA kwa kutambua baadhi ya changamoto za sekta isiyo rasmi itawatambua, itawaelimisha, itawashauri na kusaidia kupata namba za mlipa kodi tini na hati safi za kodi, tax clearance certificate. Kwa upande wake, mgeni rasmi katika hafla hiyo, mkuu wa mkoa wa Mtwara Kanali Patrick Kenan Sawala amesema malengo ya serikali ni kuhakikisha inaweka mazingira wezeshi kwa wafanya biashara ili kuchangia katika uchumi wa taifa. Uzinduzi wa dawati hili
unaashiria hatua muhimu katika juhudi za serikali ya Tanzania za kukuza mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara, hasa wale wa sekta isiyo rasmi, na kuhakikisha wanapata nafasi ya kuchangia uchumi wa taifa letu kwa njia endelevu. Ndugu zangu, azma kuu ya dawati hili sio kukusanya kodi tu, bali ni kuwatambua wafanyabiashara, kuwasaidia kukua na kutatua changamoto zao mbalimbali. Aidha, RC Sawala ametoa wito kwa wafanyabiashara pamoja na wananchi wote kujitokeza katika siku ya uchaguzi ili kutimiza wajibu wao wa kikatiba, hali itakayochochea kasi ya maendeleo nchini. Wafanyabiashara na wanamtwara wote, na wahasa kutumia haki yenu ya kikatiba siku hiyo ya tarehe 29 mwezi Oktoba mwaka huu 2025 kwenda kupiga kura ili malengo ya serikali ya kuanzishwa kwa dawati hili yaweze kutimia. Shukrani sana Zuberi Mgaya kwa masimulizi ya taarifa hiyo kutoka mkoani Mtwara. Mtazamaji, kwingineko kutoka mkoani Kigoma, wadau wa kilimo mkoani Kigoma wamekutana katika kikao cha pamoja kujadili namna ya kuongeza ushirikiano ili kukuza sekta ya kilimo, ikiwemo upatikanaji wa masoko ya uhakika, kuwawezesha vijana pamoja na kuvutia wawekezaji hasa kwenye kilimo cha michikichi, parachichi, muhogo pamoja na tangawizi. Taarifa kutoka mkoani Kigoma inasimuliwa na Hilal Sefuriami kutoka hapa studio. Akizungumza baada ya kukamilika kwa kikao hicho kilichofanyika wilayani Kasulu, katibu tawala msaidizi sehemu ya uchumi na uzalishaji mkoani Kigoma James Peter amesema jukwaa hilo linatoa fursa kwa wadau kuwasilisha tathmini ya utekelezaji wa shughuli zilizopita na kueleza mikakati ijayo. Na kimsingi mafanikio na mambo ambayo yanapatikana kwenye sekta ya kilimo, kila mdau anakuwa na mchango wake. Kwa hiyo tunapokutana tunashirikishana, tunashauriana na zaidi kuona wapi ambako tunaweza tukaongeza mashirikiano. Lengo ni kutumia zile rasilimali tulizonazo kama serikali, kama wadau katika shughuli hizi za kilimo ili tuweze kupata tija na mafanikio. Nini naishia wapi? Na hiki ndio kikubwa. Sehemu fulani kwenye mnyororo wa thamani wa mazao, basi tunaomba na kushirikishana na kushauriana na mdau mwingine, anzia hapa alikoishia mwingine ili uweze kumaliza ili kufikia mafanikio makubwa zaidi. Mmoja wa wadau walioshiriki kikao hicho kutoka mradi wa kuwezesha vijana kwenye kilimo, Youth Entrepreneurship for the Future of Food and Agriculture YEFA, amesema wamewezesha vijana kutoegemea masoko ya ndani pekee kwa kuwapatia taarifa sahihi za masoko ya nje ya nchi. Kwenye shughuli zetu tunazozifanya kila siku tunaenda kutimiza malengo ambayo serikali wamejiwekea katika kusapoti vijana, na programu yetu inaenda moja kwa moja kugusa kwenye project ya BBT ambayo inalenga vijana zaidi. Kama tunavyojua sasa, tatizo la ajira Tanzania ni miongoni mwa matatizo kama nchi nyingine. Kwa hiyo sisi tumeamua kuinvest kupitia AGRA, wametuwezesha tuweze kuwasaidia vijana waweze kuziona fursa za ajira kwenye sekta ya kilimo. Kwa upande wake, afisa kilimo wa mamlaka ya udhibiti wa mazao ya nafaka na mazao mchanganyiko Kopra B Mary Mlai ameeleza miongoni mwa mikakati ya mkoa kutafuta wawekezaji katika mazao ya muhogo, parachichi, michikichi na tangawizi. Mamlaka inalifanyia kazi hilo swala. Mamlaka inafanya kazi na mazao yote ambayo yana bodi. Ni zaidi ya mazao 100. Lakini kwa mazao hayo ambayo yameonekana ni mazao ambayo yanazalishwa kwa wingi kwenye mkoa huu na bado dira yake haijaeleweka hususan kwenye masoko, mamlaka imeanza kuyafanyia kazi. Kwa mfano kwa swala la mihogo, uongozi wa mamlaka una mipango ya kuhakikisha kwamba mazao haya yanatafutiwa masoko, kwanza kwa kuvutia wadau kuja kuwekeza ndani ya mkoa wetu, kuwekeza kwenye viwanda vya jinsi ya kuchakata mihogo na kutoka na product mbalimbali ili kuweza kupata soko ndani ya mkoa wetu, na ikiwezekana zile product zetu tuweze kuziuza hata nje ya nchi. Naam, mtazamaji, kwa taarifa hiyo kutoka mkoani Kigoma kama ambavyo imesimuliwa kutoka hapa studio na Hilal Sefuriami, ndio tamati ya kapu la habari kwa habari za hapa nyumbani. Napoza kwa sekunde chache punde nitarejea tena hapa na kuweza kumwalika Nuhu Stima ambaye atakuja na yale aliyotuandalia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Endelea kubaki nami. Mahasin TV channel namba 455 katika kingamuzi cha Azam.
Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa. Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Asante sana mtazamaji kwa kuendelea kuwa nami ndani ya Kapu la Habari, na shukrani sana kwa kuendelea kuichagua Mahasin TV, pata kujua wema wa Uislamu. Na sasa mtazamaji, ni wakati wa kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, karibu kwa upande wa habari za kimataifa. Mamlaka ya bandari na shirika la ndege mjini New York zimesema ndege mbili zinazoendeshwa na kampuni Tanzania Delta zimegongana kwenye njia ya kurukia ndege katika uwanja wa ndege wa LaGuardia mjini New York. Taarifa kutoka mamlaka ya bandari ya New York na New Jersey inaeleza kuwa tukio hilo linahusisha ndege mbili za Indiva Air lililotokea saa 9 alasiri kwa saa za eneo hilo, huku moja ya ndege hizo ilikuwa ikitua na nyingine ikikaribia kupaa. Video zilizoshirikishwa na vyombo vya habari vya Marekani ambazo hazikuweza kuthibitishwa mara moja zimeonyesha uharibifu wa baadhi ya maeneo ya moja ya ndege hizo. Licha ya tukio hilo, mamlaka ya bandari ya New York imesema kuwa shughuli katika uwanja wa ndege wa LaGuardia, ambapo ni mojawapo ya viwanja vya ndege vyenye shughuli nyingi zaidi Marekani, hazikukatizwa. Kwingineko, Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa limeidhinisha kikosi kikubwa zaidi cha usalama cha kimataifa GSF kwa ajili ya kukabiliana na ghasia za magenge nchini Haiti zinazoongezeka kwenye nchi hiyo. Ripoti zinaeleza kuwa kikosi hicho kilichojulikana kama Genge Suppression Force kitakuwa na polisi na wanajeshi wapatao 5,550 wenye uwezo wa kuwaweka kizuizini washukiwa wa genge. GSF itaongeza ujumbe wa kimataifa wa msaada wa usalama unaongozwa na Kenya MSS, kikosi ambacho kilikusudiwa kuwa na idadi ya wanachama wapatao 2,500, lakini kilikumbwa na upungufu mkubwa na kuwa na wakati mgumu kwenye kuzuia ghasia tangu kutumwa nchini humo mwaka 2023. Ikumbukwe kuwa zaidi ya watu 5,500 waliuawa katika ghasia zilizohusiana na magenge nchini Haiti mwaka 2024, na magenge hayo yenye silaha kwa sasa yanadhibiti takriban 85% ya mji mkuu wa Port-au-Prince nchini humo. Tukitamatisha kwa upande wa habari za kimataifa, bunge la shirikisho la Somalia limepitisha mkataba wa Afrika wa haki na usawi wa mtoto baada ya bunge kukutana mjini Mogadishu Oktoba 1 mwaka huu 2025. Taarifa kutoka ofisi ya spika wa bunge la nchi hiyo imeeleza kuwa wabunge 130 walipiga kura ya kuunga mkono mkataba wa Afrika wa haki na ustawi wa mtoto, huku wabunge 10 walipiga kura za hapana na wabunge 5 walijizuia kupiga kura. Kwa mujibu wa mkataba huo uliopitishwa awali na Umoja wa Nchi Huru za Afrika OAU, ambao baadaye ulibadilishwa jina na Umoja wa Afrika, nchi hizo wanachama zina jukumu la kuzingatia na kukuza haki za watoto, ikiwa ni pamoja na kuwalinda watoto dhidi ya unyanyasaji na kuhakikisha wanapata elimu na huduma za afya. Hata hivyo, Somalia ni nchi ya 52 barani Afrika kuidhinisha mkataba huo wa haki za binadamu wa kikanda, huku Morocco, Sudan Kusini na Tunisia ndio nchi wanachama pekee wa Umoja wa Afrika ambazo hazikuridhia mkataba huo hadi sasa. Inaelezwa kuwa hatua ya bunge la shirikisho la Somalia ya kupitisha mkataba huo ni hatua muhimu katika kuendeleza ulinzi wa kisheria wa watoto katika eneo lote la pembe ya Afrika. Nuhu Stima, Mahasin TV. Asante sana kwa yale ambayo umetuandalia na kutusimulia kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania. Mtazamaji, kabla sijaweza kuweka utuo na kuhitimisha Kapu la Habari kwa siku ya leo, tuangazie muhtasari miongoni mwa yale tuliyokuwa nayo leo hii. Rais Dr. Samia Suluhu Hassan atengua uteuzi wa mtendaji mkuu wa wakala mabasi yaendayo haraka DART na mkurugenzi mkuu wa kampuni ya mabasi yaendayo haraka UDART. Wananchi mkoani Katavi waomba programu ya madaktari wa Mama Samia kuwa endelevu. Katika habari za kimataifa, taharuki yaibuka baada ya ndege mbili kampuni ya Delta kugongana mjini New York. Na mtazamaji, kwa nukta hiyo ndio tamati ya Kapu la Habari kwa siku ya leo. Kwa taarifa yetu nyingine ya habari, usikose kuungana nasi hapo kesho insha Allah, muda na wakati kama huu. Kwa niaba wale wote tulioshirikiana pamoja kukamilisha Kapu la Habari, ikiwemo wakilishi wetu kutoka mikoa mbalimbali ya Tanzania,
Mimi ni Rajab Shaban Matuga niliyesoma habari za hapa nyumbani, na kwa upande wa habari nje ya mipaka ya Tanzania tulikuwa naye Nuhu Stima. Nikutakia utazamaji mzuri wa vipindi mbalimbali vinavyofuata kutoka hapa Mahasin TV. Pata kujua wema wa Uislamu. Wabillahi tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Asanteni na kwaherini kwa sasa. Kunywa maji safi na salama ya uhai. Bidhaa bora ya Bakhresa.